Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mwema, leo ameniwezesha. Amen. 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 Nataka tuangalie neno la Mungu kitabu cha Yoshua mlango wa 10. Mstari wa kwanza, tuanze hapo na niendelee. Nasoma. Basi ikawa hapo Adoni-Zedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoishika mji wa Ai na kuharibu kabisa kama alivyofanyia mji wa Yeriko, na mfalme wake akaufanya vivyo hivyo Ai na mfalme wake, na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni walivyofanya amani na Israeli, na kumwambia ya kwamba walikuwa kati yao. Mstari wa 2, ndipo akaacha mno, kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ulivyo mji wa kifalme mmoja wapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Basi kwa hiyo Adoni-Zedeki mfalme wa Yerusalemu akatuma wajumbe kwa Hoham mfalme wa Hebroni, na Piram mfalme wa Yormuthi, na kwa Yafia mfalme wa Lakishi, na kwa Tiberi mfalme wa Eligoni, akiwaambia, haya kweeni mje kwangu, mnisaidie tumpige Gibeoni, kwa sababu amefanya mapatano ya amani pamoja na Yoshua na wana wa Israeli. Ndipo hao wafalme watano wa Amori, mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Hebroni, mfalme wa Yermuthi, na mfalme wa Lakishi, na mfalme wa Eligoni wakakutana pamoja, kisha wakakwea wao na majeshi zao zote, na kupanga marago yao kinyume cha Gibeoni na kupiga vita. Ndipo watu wa Gibeoni wakatuma wajumbe kwenda kwa Yoshua huko Gilgal maragoni, wakamwambia, usilegeze mkono wako hata ukatuacha sisi watumishi wako, uje kwetu upesi, utuongoe na kutusaidia, kwa sababu wafalme wote wa Waamori wamekaa katika nchi ya vilima, wamekutana pamoja juu yetu. Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgal, yeye na watu wa vita wote pamoja naye, mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, hapa sasa kamata. Bwana akamwambia Yoshua, usiwaache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mkononi mwako. Hapana mtu awa yeyote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akawafikiria ghafla, kwani walikwea kutoka Gilgal kwenda usiku kucha. Bwana akawatapanya mbele ya Israeli, naye Israeli akawaua uwaji ulio mkuu. Hapo Gibeoni akawafukuza, wakakimbilia hiyo njia ya kukwelea kwenda Beth-horoni, na kuwapiga hata kufikiria Ezeka, tena hata kufikiria Mekeda. Kisha ikawa hapo walipokuwa wakikimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kuteremka Beth-horoni, ndipo Bwana akawatupia mawe makubwa kutoka mbinguni juu yao, hata kufikiria Ezeka, nao wakafa hao waliokuwa kuuawa kwa hayo mawe ya barafu, walikuwa ni wengi kuliko hao waliouawa na wana wa Israeli kwa upanga. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika usiku huo ambayo Bwana aliwaotoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema, mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama, mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha kujipatiliza juu ya giza.
hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha shairi? Basi jua likasimama kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamrudisha kwenye nimesoma mpaka kufikia mwisho. Hakuna mtu mwenye ameona kuna mahali kwa amepanga kusema amen. Si la kwenu, la jirani zenu, si la hapa. Anasema hili neno sijatumwa hapa. Kuna kasoro basi. Kiongozi wa ibada tangu mwanzo amesema kwa nini ufanye kwamba wapiga makofi, na unajua kabisa mtu akisimama akiongea kitu unapige makofi. Na kama desturi tulibadilisha, tumekuwa walegevu namna hiyo, mbingu hivi tunaienda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ibada kama itakuwa baridi na maisha, hata wewe mwenyewe ndani yako uko baridi. Na maombi yakiwa yamesinyaa, hata wewe ndani yako umesinyaa. Na kama vitu vinavyotendeka ni makufa, inamaanisha wewe naye kama alipale umekufa. Amina. Biblia inasema Bwana akawa amewatoa wana wa Israeli Misri, amewavukisha mto Yordani. Musa amekufa huko ng'ambo ya mto, Yoshua amewavukisha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kule nyuma alikuwa amepiga mji wa Yeriko na mji wa Ai na wameshinda. Nchi yote ikawa imeingia hofu na utisho kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini walipovuka mto, kuna taifa lingine huko wakafanya mapatano na Israeli, ambayo inaitwa Gibeoni. Bwana Yesu asifiwe. Walipofanya mapatano na Israeli, wale mataifa matano makubwa wakapanga kupigana na Gibeoni, maana yeye amefanya mapatano na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na walipopangiwa vita, yeye naye akatuma wajumbe kwa Yoshua, enda akamwambia Yoshua kwamba aje mapema atusaidie na vita vimepambana, kwa sababu nimefanya mapatano na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku ule Bwana akamwambia Yoshua, usihofu, maana watu hawa nimewaweka mikononi mwako. Usiache kupigana na mtu yoyote utakayekutana naye, maana mji huu nimekupa wewe na utamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona, ukiogopa vita utakufa kabla siku. Amen. Narudia. Ukiogopa vita, ukiogopa adui unakufa kabla ya siku zako. Lakini kama utakuwa shujaa, maana Biblia inasema mtu wa Gibeoni watu wake walikuwa shujaa, watu wajasiri, wasiogopa vita. Lakini kwa sababu waliona majeshi matano wameungama, wakatiwa hofu, wakatetemeka. Moja linalompenda Mungu ni kwamba walimjua Yoshua na kibali machoni pa Mungu, na wakamtafuta Yoshua aende pamoja nao ili wapate kushinda kwa ajili ya Mungu wa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Na ungana mtu hata kama ndani yako anajihisi huna Mungu kabisa, tafuta mahali pa kujiegemeza. Mtu ambaye atakutia nguvu wakati wa kuchoka, mtu ambaye ataenda na wewe wakati kuna wa kwenda naye, mtu ambaye atasimama nawe wakati wa shida, ili kila wakati na kila dakika usisinyane na Kristo anakuja. Hajakuja bado. Na ungana mtu labda anafikiria alikuja anamaliza kuja, hajakuja bado Kristo. Hata nipo watu bado atakuja. Haleluya! Haleluya! Sisi tukiona vita vimepambana, tunaanza kuhangaika, tunaanza kufadhaika, tunaanza kutawanyika tukikosa nguvu za kumtafuta Kristo. Lakini Gibeoni wakapata nguvu, maana walijua kuna yule tulipatana naye ana kibali machoni pa Mungu. Wewe tangu umeokoka, ni yupi ambaye umetengeneza naye kiwango cha kushinda na kutia nguvu, kiwango cha kukwasa na kusongesha mbele, kiwango cha kukaa kwa daraja na kutia moyo? Nani huyo? Umekuwa na marafiki wengi wa kukuvunja moyo, umekuwa na marafiki wengi wa kukurudisha nyuma, umekuwa na marafiki wengi wa kukutia unajishi, hutapata hata mmoja kukutia nguvu. Nataka nikwambie, tafuta mmoja katika wana wa Mungu, tafuta mmoja. Kuna mmoja aliye na kibali. Nasema na kanisa, kuna mmoja aliye na kibali. Nasema kunaye aliyepewa kibali, ambaye akisimama naye atakusaidia. Watu wengine wanasema nisitafute mwanadamu, nitafute Mungu. Kuna mahali pengine unahitaji mwanadamu wewe. Amen. Amen. Wale wana wa Gibeoni walipoweza tafuta Mungu, walikuwa wanatafuta Mungu. Bwana hakutafuta Mungu akaita Yoshua. Hata ukisongelewa njoo
Bishop anapana. Si ndivyo tu, hata mimi wa hapa. Kwa nini mgeni Yerusalemu? Haleluya. Tumekaa kudharauliana. Narudia, tumekaa kudharauliana. Hata kama hatudharauliana, hata niseme neno moja. Nisikukasirishe. Naongea naye. Sila. Na huyo jirani yako. Tungekuwa hatukai kudharauliana. Wewe unashindwa kununua maji ya ile meza mpaka nimekuwa maji ya bombolini. Haya ile yangu basi ni ya mtoza ushuru. Hii ya hawa ambao mnakanaa kila siku. Haina hata hayo ya bombolini. Kuna shida kweli, hata ya bombolini haina. Haleluya! Unatafuta Mungu wewe utajua. Hujui hao wamebeba kibali chako. Tena haya wewe. Haya mimi mpakwa mafuta yangu ni ya bombolini. Wewe hata maji hujaoshwa. Anasema mzee Kitao, meza ya Bishop ni maji ya bombolini. Wewe hata hujapakwa mafuta, yatapatikana wapi? Wapi? Wewe nyumbani. Wapi? Haleluya! Na hilo tu sitaki niongeze. Hilo tu la kutosha kupata tiba. Amen. Kwa nini kila siku fanya vikao? Bishop kuna hakuna maji huko. Kwa Bishop hakuna maji huko. Kila siku. Ila gaza ya kwa hiyo na vitu vizuri hata kama haina mtu ametetea. Amen. Sipati jibu hata ila nisipewi. Na kwanza moyo wangu asante Yesu. Hiyo meza. Iwana vitu vyama hiyo meza. Haleluya. Wana wa Israeli walipewa kibali na Gideoni akapewa wafungishe hawa. Mtu wa Gideoni akasikia yale Bwana aliyomwambia wafungishe na utashika. Yeye akafanya mapatano. Kuna wengine wakasirikia matape bila sababu. Kumbe yule aliyemkasirikia ndiye alipewa kibali. Kuna wengine anachukia hata mama yake kumzaa. Akikosa kuelewa huyo amebeba kinara cha taa kimulika kwake. Kuna wengine anatamani awe naye. Naongea na wewe hata kama si wewe ni jirani yako basi. Amina. Haleluya. Lakini jibiani wanakumbuka Mungu hata kama atakuja kuna mtu anaweza tangulia mbele. Hata kama Mungu atashuka kuna mtu akisimama nasi tunashinda tu. Tusimtokeshe Mungu mbinguni maana kuna mtu akisimama nasi tunafanikiwa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kwa mama yako hueleweki, kwa familia hueleweki, kwa kanisa hueleweki. Ni nani? Kwa majirani ndio hata hawakuelewi kabisa. Ukisema umeokoka wanashuka. Ni nani? Si ni nani basi? Haleluya! Haleluya! Haya namaliza na hapo kama umejua wewe wako ni nani, mshikilie pindo, shikilia pindo vizuri. Amen. Tunza tu hapo, shikilia hapo tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale wapigilia wana wa Gideoni walipiga vita? Hapana. Walituma ujumbe wakatulia. Joshua anatoka na njia nyingine yake wanajua kuja na gede, yakatoka na Kanani. Kumbe huko anakotokea maadui wako huko. Watu wa Gideoni walishutuka, watu wanaendelea kumalizwa kufa. Tena Biblia inasema wakatawanywa. Walipotawanywa wakaanza kukimbia. Kule walikokimbia Bwana naye anaangusha mawe ya barafu huko. Bila Gideoni kusimama kupigana vita na shida tu. Maana aliyemtumainia aliyemtafuta mtu ambaye ana kibali. Hiyo tu Bwana mtu wa kibali upigane. Unaona peke yako. Unakutana na mtu aliye na kibali. Wewe una kumbukumbu kwa neno la Mungu. Unaenda peke yako shida wapi utakufa njiani. Nataka niongee thamini mtu. Thamini yule shirika mwenzako. Ni wa maana kwa hii nyumba. Hajajileta mwenyewe. Ni wa maana katika huo wokovu wako. Kuna kitu kimoja anakubebea. Ambacho ndicho kikitafuta kikipata unafanikiwa. Amen. Joshua naye anapiga vita na angalia zao anapotoka hivi. Bado nilipotoka sasa wewe.
Anamtoa kana Bwana. Sasa kana maisha sasa ndivyo kawaida. Shindwa mshohurile. Weka chenesa huyo. Na malofu buje. Unaona mzanga baiti mtoma na saa. Oye. Haya pambana na hali yako. Unaenda. Tambiku hata duniani kuna tabi wanja kwa mbinguni unaenda. Buja sio tu kwa masongera songera tapo kwa sato wazo kugeresha. Hulina! Bwana sifiwe! Haleluya! Kwa nini hakuna kukata tamaa? Hakuna kupata mwanzo wala kukamiza makati. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema aenda kukomboa wakati. Kujua nyakati hizi za mwisho. Kuna mchunga mambo la wakati kwenye mambo kama Mungu. Lakini kwa mambo kwako najua wewe unaishi kule, nataka tuongee. Nakuja na boge na issue. Boge ratio na time now. Lakini kana time ndio za shakanisi. Pana. Kiwanja mpaka kilomita kati ndio giringwe. Kakina nganye. Sababu wale mama mesala kwa na mazuri na kila msija. Leo bora zaidi. Hivi bekaki naye mpaka kile kikao. Nilimia kiwanja tu safishe. Lakini maboge za issue na kikao. Anatika. Alikuwa Yesu. Alikuwa Yesu. Chokana kasi wako alikuwa mbele kwa pendo anapeleka tikiti kumondo. Wakati za uenda kama washinda bwana. Lakini wakati za umuhondo na kanisani kasile hapo usafiri. Hebu kaga manya kana. Kana program nako. Mazo sida kwake. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunapata watu wa Mungu walivyokuwa wanaendelea kupiganiwa. Yule mwana kumbe pale naona unaenda mapema au hata nimwombe Bwana jua simama kabisa pale ulipotulia. Nipa muda. Masaa dakika 12 tunapapa haraka na ngakashimana na humaliza kwa. Na tualike hulira. Kalisonga na kamba saa 10, kalisonga na kamba saa 10 na magari hapo. Kuna watu wanaenda kufa rozwali hapo. Ndio kidogo kipo toka kama sina bosi moja wao. Ya kidogo. Margesi. Wewe hapo kikosa kama ni aina wewe. Na unotu makoza umemara plan B. Amen. Alikuwa Yesu. Amen. Mama kanisa hewani hapa. Baba kanisa hewani kama sababu. Kila baba anataka kutangaza nyingine na bisha yule mtakatifu kana mahitaji kwa dunia. Maana hiyo bila ndio ni mara plan B kwa sababu unakoyo wale kila una mara plan B. Kwa sababu unaamba wewe na macho Mungu kwako kakufula na kushela nyumba tatu zile upe yako na mara plan B. Kwa wendako hakuna mahitaji gabo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ulizo wakala kanisa ndio zisifata hata zisipita na Biblia za leo chakutegemea mimi asena. Kama ndio na mradi kwa pasho leo kunataka. Maiti zinatangirwa kisha zinadoka kwenye mahasi na mali ya yepi. Kwa haya hodi vipi wanaoje kisha pete kutaka. Malabule tamu majeshi. Kwa malabule analenda na mtu kwa anapali na mbona malabule wewe. Kwa baba bila kaza leo rimazacha. Mutana azilo unapocha kujisaganya kwa zara wakala. Vipi tawala ni ukanza ile nitasema na lazima kama za chana za kaya. La haja sopa bule wafahamu sana pelika tosha. Kama ngine ndaraba sababu mimi na wewe. Hebu silipe. Yeye sopa henda kasi yake barikisa kifa kale tosha. Hiyo inatosha hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unahitaji kanisa nzuri piga gharama. Na kama unahitaji kuabudu mahali ukisema hivi maserafi na makerubi wanasujudu. Tukubali gharama. Hakuna hatua yoyote soma bila gharama. Kipioni waliposhinda na gharama walitafuta Yesu walipe gharama. Kumaanisha kila hatua ina gharama. Nasema na mtu kila hatua ina gharama. Kisoma mbele ina gharama. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kazi tukani kwa mwanga kwa Biblia ndio kana kana tatizo roho yangu. Kuna piga kwa ndoka kia. Bwana hala roho yangu sasa. Aka kana foka zitukani kwa. Peka kichache bwana hala roho yangu sasa.
Nala roho yangu zatoka. Akana si Mungu hiwa pehobe. Bana wewe nala roho yangu zatoka. Kazi tukanume yani kazi tukanume na shughuli hizo yani. Kazi tukanume shughuli hizo kabisa. Takala wale ndio wakati za ugera na tukulula. Pia kama kumoka kato kama na watu maiki. Ndio familia inaishi. Uko na baba yona baki skizo ni wewe na chipinga. Baba yona baki hizo ni wewe na ndani. Bana hata nikata baba yona baba sana chipinga kumpona kwa bagili leo. Haleluya. Haleluya. Nasema na mtu sikate tamaa, sitaki mtu akukate tamaa katika njia ya wokovu. Sikate tamaa. Kama kuna mchawi mkubwa kwa Kristo sikate tamaa. Na kuvunjika moyo utakufa kabla siku zako na kuja tena. Lakini ukiwa na jasiri hata kama hadieni unasema vitaenda hivi. Kama sina umitesho unasema viende. Kama si sasa ni sasa hivi vitaenda hivi. Na vitaenda baada ya Yesu asifiwe. Asifiwe. Inawezekana. Boga inawezekana katika Kristo. Bwana nene sana za nje. Nina ticha inaona sana za nje. Sije sasa inawezekana katika Kristo wagonyaga roho msalaba. Kama mwingine inawezekana katika mimi na wewe. Amen. Fuje kule kifalme mimi na wewe tunahitaji kule kifalme. Amen. Sasa na voya kama hivi nacho. Anavoya chooni sio kwa kuna boost anakuwa hapo. Lakini pia sembisha kumbe. Hello bishop. Huyu baikana na ndio sikupeleka pale pale. Amuso bado hiko na chooni. Sasa hizo na hapo. Ambapo Biblia kwa kisho kwa kwanza. Bosana mala akalena hapo mchewe. Akimanyana la. Ngira nikimama kwa kufanya bila kushutia bosi. Na bora kutabiza kwa hao kutola kwa kaza bosi. Sema kufa. Ndio nasema sura ni kufa. Sura ni kufa. Kwa kumbola kana kama bosi sina na kama kumbola kana kufa. Ila si ana mfano mcho. Voya kidogo za kunyakalama. Haleluya. Ndio saboni voya ufekane ni sibodo kishu au msiteke kwa friji yani voyeni na voya tukua kulilo shule kwa lipo sasa hapo ni hauke voya chabale tukulima kulile takubola kwa pale kao kwenye kini pata ngani hauke hivi hafinya maana takunya kapita wala shekele mantole la mama saya mantal papa na gari. Haleluya. Ana bani ni kwamba hayako shughuli za wanaanza mpaka kuna chochote kilichokwenda kutatiza ufresh kisha usichibile baki hapa. Maliza contract ya miezi 100 na kuyete ya fresh ili makubanya kalona. Kwenda kijasiri mbaya sana. Sasa ngira mambo ya mtwacho wani. Haleluya. Akitaka sikane penana. Kino nikikwambia visho kalazi ipo ona hivi. Takurira. Haya tapelana ni tubeze kwa kosha kabisa au na mali za contract yao kisha yeye kupoa. Kile siku ya kwanza ya hii. Bishop. Unaambaza. Anaambaka. Yule mlungana washabe. Yapo sasa ndio kwa kuna transfer kwa kasi huko na hata wewe nao huko vipi ni mimi na mama hata wale si kama chakula chochote wale baba mimi nalikuwa wanaelekeza haleluya Bwana Yesu asifiwe jamani shanoni na mtumia kazi za rama yani ndio bwana roho sina jibu lakini kama mimi nina manao kabisa rakifahadi mimi na wewe kupenda mimi umuriwa kwa bodu hatu hapo cheke cheke ni kanisa umuriwa wako kabisa yani kuna mtu kanunga mkono lakini mimi huwa umuriwa wako
kwanza getini mpaka kanisani. Mulungu boga kwako tanimaweka ni ukweli maweka barafu kwani maweka barafu na faini nilipungula kwa maweka barafu kwa maweka barafu kana ndio sawa ya maweka barafu maana toa kufa unatoa kupiga session fresh kwa sababu unaona mbele unaona kala na pepo na shona kushona mazora pembeza kwa mtu ngalo nifikishe nilozalika kukana sunana kurubarana ngalo ngona na kutisha na kusaidiana mimi sasa kala kutuza wao kushirikina tena maana ni pepo uwe bonga unaenda unalo hanoto baya nikishona kisha kama na kurinda pele shona hanoto baya hata kwa sababu ile mama tukishuka tutaki Asifa wala kuku. Osha to siwasi. Rero kuna macharo yumu kufifu na mabo. Utapata. Usihase. Utapata kana kuku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama nikakuja kufanya kama shida mimi. Kama nakuti tukasema tipo kingalolo hapa kapoa kaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kaka nipambana kwa jamani. Unaona kama kuna pia polisi. Baba bravo kana pisha karega. Takumana dosi nyingine hii ndio sitosha. Bwana Yesu asifiwe. Unaona nani ndio atumia? Kutumia mazai maneni. Siku zangu ndo na manyasi yako ma. Ana super kale tumia si wangu tumia. Amen. Si wangu. Na nakwambia kabisa si wangu. Uwe hasafiri wewe unatokeza fresh. Uelekea tokeza lipo. Uchana tokeza mambo katanda. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda Mungu hivyo. Mimi nikikwambia hapa hadi kama nishirani ni umri wangu. Unatakuza bishop na yuyu. Bali yuno na yuno maana yani mimi tasiria. Atimakuri ya manga siku manga kaisa siku 7. Lakini mimi na Mungu kufuna mtana. Na kwa kushika Mungu, na mimi na nilipalana nikamsema mambo Mungu anahitaji kutoa usinyale. Anapa nitafuteni madam. Biko muda ukaona ni wakutafuta kwa napata kwa kudumi bake. Poporoma pale kwa shaka. Division. Mimi na manya kwa ni kama nilipalana nitafuta naona. Usimule. Aliko Yesu. Amen. Siri ya mwisho nane. Unaona unawako. Kauna kitu ulichokagina. Uwako ubeba kila kitu ulichonahitaji. Labda ukale kuna. Lakini wokovu umebeba kila kitu chenye unahitaji wewe. Wokovu. Ukileta neno wokovu, kila kitu chenye unahitaji kiko pale. Labda ukale wewe mwenye kwanza kwa bana hala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kanisa mimi na maana kuna tuko kama zahana. Lakini katika wokovu kila kitu chenye unahitaji kiko pale. Wewe ukihitaji pesa ziko pale, ukihitaji uzima uko pale, ukihitaji amani uko pale, ukihitaji ndoa uko pale, ukihitaji nini ukifahari. Kurosha dializo sasa. Au wewe maana hiyo vitu. Hata kile na vitu kama vile. Au hali bebe hiyo vitu sasa. Na mimi wanapenda kusikia hiyo post ya kwanza na kumbe mwana mkala namba mama tusema nangu kungi ni filipo baya hongana hivyo lakini kama ni hao ndio hivyo hoka ni sana ya nakala hiyo kama mbili ndio ila sije hata mtu anaanza na direct pizza hivi kumusa bene wala kuranzi mtu zinazema hapa cha kusiga Nikisema
Sharia. Sababu wala kanisa mtu mkuu. Nangira kama waje bangi ya refe. Ndio maana hapa. Mimi ninachokoma shilingi moko kama na hapa vitu mbaki za. Bali baba rudisha na kama kila kitu kwa na wapone kimumo. Bali baba rudisha, bwana rudisha, viuje bwana rudisha. Ayebe bwana rudisha, bila bwana. Haleluya. Vile tunaona bwana unacho la kuhani kufikiria. Lakini vimumo ukienda na makolio utasubiri. Ukitaka sana makolio unashuka mbele. Ukilala na makolio unashuka vilele. Haleluya! Siri ni kuvitumia. Unashuka kuviumira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikwambie funguka macho, hebu angalia katika ulimwengu wa kiroho. Yesu alivyokubebea wewe ni vitu vya thamani. Anasema hekalu hili. Hapa kwanza nilikuwa na utukufu, lakini ule utukufu wa pili utazidi ule wa kwanza. Na vitu vya thamani nitavirudisha nyumbani mwa Bwana. Vimungu, vimungu. 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 Bwana wabariki. Yesu asifiwe. Vidude vinaenda. Yesu asifiwe. Asifiwe. Nataka sikira. Basi Bishop mnenaji Mungu akubariki sana. Atatibu elemeni. Tusimame. Sasa tuabudu tu kidogo hapa na kutuombe. Na kudomisha tutakatisha. Inua mikono mbele za Mungu. Asante Bwana. Wewe unaweza na unaishi. Nastahili kuabudiwa. Asante Bwana. Natamani kuiona neema. Neema iletayo uzima. Natamani kuiona neema. Neema iletayo uzima. Natamani kuiona neema. Neema iletayo uzima. Natamani kuiona. Patie mwende msome. Taenda andika kama kuna mahali ulikuwa unaandika. Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 24 mpaka mwisho 26. Yohana 6:24 hadi 26. Hiyo ndiyo sehemu ambayo nilikuwa nimewabakishia, nikawaahidi nitawapatia. Kwa hivyo andika hapo, tutaenda kujisomea. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Simama na miguu yako.